Leo bwana kuna madini yametokea. Kuna madini yametokea. Shekhe, kuna madini yametokea. Kuna dawa moja inaitwa walau bila baladin. Kwa kweli dawa hii habari zake mzito. Hii dawa hii ni mpya kwa logo hii na stika hii. Shekhe, nipe zote hizo tatu walau bila baladin. Hii dawa hii ni mpya, lakini hapa kwangu ilikuwepo tokea muda mrefu. Ila ni dawa ambayo Mwenyezi Mungu bwana ana mambo makubwa sana. Dozi yake ni hizi chupa tatu. Hii dawa ya hatari sana hii. Hii dawa ni dawa nilikuwa nikitibu sana mambo ya tezi dume, mambo ya UTI, mambo ya nini. Hii dawa ina mambo makubwa sana. Sasa hii dawa kila nikitengeneza, niseme ukweli bwana, watoto wa kike wanaichota, wanainywa, wanakimbia. Hii dawa hii. Sasa hakuna dawa wanaomba isipokuwa hii. Dawa zingine hawaombi, niseme nisiseme. Basi kila nikija nikiangalia mtu kwenye mkoba wake kajiwekea chupa, nikamwambia hii dawa hii mnaichukulia nini? Dawa yangu ya kutibu malaria hii. Umeona? UTI na nini na nini. Bwana, siri imetoboka. Na nisingegundua asingesema. Kumbe inaongeza hamu ya tendo kwa wanawake. Hatari kweli kweli. Basi bwana we, mtu anaambiwa na mumewe uchukue kalika dawa kwa ustazi leo mambo yawe sawia. Si unajua vikoba vishatumalizaga. Basi bwana, hii dawa hii, Allahu Akbar. Wanawake wamefikwa. Unajua wanawake katika historia ndo watu wa mwanzo kubaka. Wanawake katika historia ndo watu wa mwanzo kutongoza. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kwa hiyo wanawake wanahisia 99% na wanaume wana 1% tu. Lakini leo wameudhiwa na wanaume na mikopo. Kwa hiyo zile hisia zimepotea, feelings zimekufa. Sasa lazima wasaidiwe. Na kuna baadhi ya wadada hawajafanyiwa tohara, lakini kuna tatizo moja. Unajua sisi tuna bakteria kila sehemu. Kuna bakteria kila sehemu. Ashiakum si matusi. Makameramani mngedhibiti watu basi kule jamani. Wanasema hivi, mwanadada ana mishipa mikubwa miwili ambayo inatoka katika kifua chake inaenda mpaka katika faragha zake. Kwamba kile kifua chake kikiguswa tu huwa anatokwa na maji na msisimko. Lakini kule kuna bakteria ambao wanasaidia kuamsha tendo hili. Sasa mwanamke akiwa anaoga na haya masabuni haya ya makemiko, anawaua wale, unamkuta mwanamke anakosa kuwa na hamu. Mwanamke akikosa kuwa na hamu ndio unamkuta anasema, mimi hata mwaka. Haya mambo Mwenyezi Mungu kayaweka kwa ujuzi na utaalamu. Mwanamke asosisimka ni mgumu kumhandle mwanaume. Ndio maana unakuta wale wanawake ambao wanatahiriwa vibaya ni ngumu eti kuchukua simu wa kutumia SMS. Mume wangu umeshindaje, za mchana kazini, kwa sababu haoni umuhimu wa mwanamume. Na mtu asoona umuhimu wa mwanamume, toa yake itakuwa ndogo. Asomtamani mume wake, toa itakuwa ndogo, na kuna baadhi ya mambo watashindwana. Lakini pia kuna baadhi ya wakina mama zetu jambo hilo huliona kana kwamba ni kero. Ndoa inaingia katika mashaka. Zamani kabla sijawa daktari wa tiba hizi,
alikuwa kuna mama mmoja Ilala anakuja tu kuniuliza kwamba nifanye nini. Mimi jambo hilo nikifanya hupata maumivu makali, na baba fulani anataka kunipa talaka, ananiambia mimi na kuhangaikia huko, lakini wewe huko na mtu ndio maana huna hamu na mimi. Lakini anambia wallahi na kuhakikishia shekhe, mimi sina mtu na sina interest ya jambo kama hili. Sasa hii ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya maradhi. Sasa kumbe hii walau bila baladin, dawa hii mwanamama akiitumia, cha kwanza maumivu yote ya joints, viungo na chango vinatulia kwa haraka. Cha pili, kama ana typhoid na malaria inakimbia. Cha tatu, inaondosha UTI na PID na kutoka na harufu kwenye faragha yake. Kikubwa zaidi, kwa sababu mwili unawekwa sawa, basi dawa hii humsababisha kumpa hamu ya tendo la ndoa. Japo na kuibia siri mpaka mwanaume pia inamsaidia. Juzi, so hii dawa nilikuwa naitumia kwa mambo mengi. Juzi nilisafiri kwenda msibani, nilitembea usiku mzima. Nilitoka hapa by saa 5 hivi. Nilivotoka nikaenda mpaka Tanga Boma, yani boda la Mombasa, Lungalunga. Nimefika saa 12 asubuhi. Kwa hiyo sikulala. Na ile siku ni ya msiba, sikupata sehemu ya mapumziko. Niliingia kwa gari kidogo nijaribu kupumzika, lakini nilipangiwa kipindi cha kuzungumza, kwa hiyo nikaona hata nisilale. Alafu tulipofika pale kukaa kuna maiti 2. Ndio ujue kila mtu ana mzishi wake. Sisi tumeenda kwa ajili ya Sheikh, tukakuta pale kuna maiti nyingine. Kwa hiyo ikabidi tuizike maiti ya kwanza saa 4 asubuhi, nyingine saa 7. Baada ya maziko saa 7 ikanibidi nitoke kule Lungalunga nije mpaka Tanga Lushoto. Tanga Lushoto nimeingia saa 2 au saa 1 usiku. Ndio nikalala. Na kesho kulipokucha saa 4 nikaanza safari ya Dar es Salaam. Saa 7 niko Mombo, nikafunga safari hapa, nimefika saa 1. Sasa kesho yake kuamka asubuhi viungo vyote vinauma. Viko hoi taabani. Basi nikasema nishapatwa na homa itakuwa. Basi nikaichukua hii dawa ambao kuna jina jingine inaitwa Majra Dam. Nikanywa nusu yake. Nilivyokunywa nusu yake dawa kama hii, Allahu Akbar. Baada ya kuinywa, shekhe, nikajisikia mzima kweli kweli. Safi kabisa, mwepesi. Nikaendelea na kazi mpaka jioni. Kwa hiyo ni dawa atakayechukua kwanza ataipenda sana. Sasa tunamshukuru Allah, hii nayo ni riziki. Tunaitumia, kumbe hatukujua mapema inawasaidia wanawake kuwa na hisia. Na hisia ni jambo la wajibu sana. Mtu akiwa na hisia toa inazidi. Hata wewe ukiwa na hisia na mkeo, unampenda, unamnunulia hichi, unamtunza. Lakini kama huoni mwanamke nini, itakuwa ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo mujarabu ya kina mama tumewapatia wakina mama. Dawa yao hii hapa, wakina mama wasikose dawa yao, nzuri kweli kweli. Nzuri kweli kweli. Wala si chungu. Ukiona hivi utaona kama chungu, lakini ni dawa moja mujarabu. Sasa kwa sababu nimesema hapa, lazima kina baba atadai. Nipe niwaoneshe kina baba ya kwao. Shika kwanza hizi. Kwa hiyo kina mama ndio hizo. Na kina baba na wao lazima wafikiriwe. Kwa sababu ukimwandaa mke afu kapata moto na wewe mwenyewe umezima, itakuwa kesi. Itakuwa ni kesi, lazima tuoanishe. Mtanisamee hivi vitu, hatuna pa kuvitajia, lakini lazima tuvieleze. Wababa wao, kwa sababu ni wababa, kina mama dawa zao ni 3, wababa dawa zao ni 4. Kina baba wao watakunywa hii, watalamba hii, watakunywa hii na hii watapaka.